Timu ya Nyakagwe FC kutoka kijiji cha Nyakagwe imejiweka nafasi nzuri ya kufuzu hatua ya robo finali ya mashindano ya Mapungo Cup baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Malindi FC ya Nyaseki. Mchezo huo wa mkondo wa kwanza ulipigwa katika uwanja wa soko la Jumatano Nyakagwe na ulihudhuriwa na mashabiki lukuki. Timu hizo zinatarajiwa kurudiana Juni 29, 2025 katika mechi ya marudiano itakayotoa mwelekeo wa nani atasonga mbele hadi hatua ya nusu finali. Akizungumzia mfumo wa mashindano, mratibu wa Mapungo Cup Rapatino alisema kuwa hatua ya robo finali itachezwa kwa mikondo miwili ili kutoa muda wa kutosha kwa timu kujiandaa vyema kuelekea hatua za juu zaidi. Kocha wa Nyakagwe FC alieleza dhamira ya timu yake kuhakikisha kombe linabaki Nyakagwe, huku mwenzake wa Malindi FC akisisitiza kuwa bado ana nafasi ya kupindua matokeo katika mchezo wa marudiano. Hii ni News Update Media. Kwa majina naitwa Suleiman Juma, ni katibu wa Nyakagwe FC ila ni kocha msaidizi wa Nyakagwe FC. Ndio, tunamshukuru Mungu, matokeo leo yalikuwa mazuri. Tumepambana, tulichokuwa natakiwa kukipata tumekipata, na hii timu ya Malindi waliingia kwa sababu wanatuheshimu sisi, waliingia kama timu ya pili. That's why matokeo yamekuwa hivi, na ni maasimu. Sisi na hawa ni maasimu, ndio maana mechi ilikuwa ngumu kama mlivyokuwa mnaona, lakini tulivyokuwa tumepanga na ndivyo, ila tu bahati mbaya matokeo mazuri hayakuwa upande wetu sana. Maana malengo yetu yalikuwa ni tuhakikishe tunashinda goli 3, lakini malengo yameenda sivyo. Tunashukuru Mungu kwa ushindi tuliopata. Ndio maana unasababisha mashindano yanakuwa mazuri, kwa sababu ukiangalia tuna waamuzi waliopo ni bora na hata wachezaji waliopo ni quality player. Ndio maana mashindano yanakuwa mazuri zaidi. Ukiangalia hata uongozi wa ligi pia umekaa standby, ndio maana kila kitu kinaenda kwenye protocol. Ila light kama kungekuwa na waamuzi wabovu na hata wachezaji pia wangekuwa wabovu. Kwa hiyo mchezaji anatamani kuja sehemu ambao anaamini kwamba kuna kila kitu ambacho kiko offline. Kwa hiyo ndio maana wanatamani wote waamuzi hao waliopo waendelee kuwepo. Mimi natamani waendelee kuwepo. Hivi tu nilikuwa naomba waandaaje hela isogee, kwa sababu Nyakagwe hii hela ni ndogo. Kimsingi hela ni ndogo. Tunatamani waje watu zaidi. Hii hela ni ndogo na hiki kipigo tulichokifanya ni kidogo zaidi kwa hii timu. Kwa hiyo tunatamani zaidi hela iongezeke, watu waone kuna watu watakuja, watu wakubwa hapa. Kwa sababu kwa watu watakuja wakubwa, kila siku nasema kuna watu watakuja hapa. Leo umemwona Masota, mechi jao utaona watu wengine. Kwa hiyo tunatamani zaidi hela ikiongezeka, watu watazidi kuongezeka wengi zaidi. Mzuzu Ihahura Makoja. Nimekuja na mfumo wa 442. Tumeingia kuwasoma wapinzani. Wenyewe walikuwa wazuri maeneo yote. Wametuzidi kimchezo. Baadhi wametumia makosa yetu wakatuadhibu. Changamoto umaliziaji. Wafuadi wangu walikuwa wameshapotezana sana, sababu kila mpira nikiwapiga inawakuta wabeki wanaondosha. Walikuwa wamekaa business sana, hawako tayari kwa mchezo wa leo. Wametumia wapinzani wetu madhaifu madogo madogo wakatufunga. Kwenye mchezo ujao, nienda nikarekebishe makosa madogo madogo yaliyopatikana hapa uwanjani, nikarekebishe, nijipange kwa mchezo unaokuja. Niko mwenyeji, nitakuja kucheza karata nzuri, lazima nitoke na ushindi wa magoli hata 3. Mashindano haya ni makali, ni mazuri, yanavutia, yanafurahisha hata mashabiki wako wengi. Niseme tu ya kwamba kwa mashabiki wangu nawaomba radhi sana. Nawaomba radhi wanisemee kwa mchezo wa leo. Mchezo ni makosa, mchezo ni kuadhibiwa na kuzidiwa mbinu ya kiufundi, tunafungwa. Sasa tumecheza mpira, wamejituma vijana wangu kadri ya uwezo wao, hatujafanikiwa. Tumewazidi kipindi cha pili, tumekichukua mchezo, tumepiga mpira mzuri wa kuonekana, wa kuvutia, shamla za hapa na pale, lakini hatujafanikiwa. Sasa niende nikajipanga, nijiandae tu mchezo unaofuata hapa nyumbani. Kwa majina naitwa Marco Victor, lakini nimezoeleka kwa jina la Rapatino. Ni mwandaji wa mashindano haya ya King Mapungo Cup. Nikienda moja kwa moja kwa swali leo niuliza kuhusiana na marefali, tunachokifanya, tuna mawasiliano na mkuu wa marefa mkoa wa Geita, na yeye ndo huwa anatutumia marefali kwa ajili ya kuamua michezo yetu. Watu wanasema kwamba tunajifunza kulingana na makosa yaliyojitokeza mwaka jana. Tulikuwa tunawatumia marefa kwa kuwatafuta sisi wenyewe, lakini kilichotokea sasa, tumeona tuepukane na lawama zilizokuwepo mwaka jana, na sasa hivi
tumeamua kufanya mawasiliano na kiongozi wa marefali mkoa wa Geita, na yeye ndo amekuwa akitutumia. Hii ndo maana halisi ya ndondo. Ndondo huwa inakusanya fedha mbalimbali, ikiwemo wachezaji hao ambao ni wa ligi kuu na tumewaona hapa kijijini kabisa, lakini wameweza kufika, lakini vile vile hawawezi kufika tu kama mashindano sio bora. Hii inamaanisha kwamba mashindano yetu yako bora sana, na nachoshukuru Mungu wadhamini wangu hawajanitupa. Siwezi kuacha kuongea kuhusiana na wadhamini. Nikiongelea King Mapungo Investment, yamekuwa ni mstari wa mbele sana kunishika mkono, lakini vile vile ninaye Magno, ninaye Big Tafari Cash Point, anasema kwa usalama wa vibunda vyake. Kwa hiyo ninawashukuru sana na waendelee kunishika mkono na kunionyeshea mashindano yangu yako bora sana. Hatua ya robo finali tutaicheza katika nje ndani, ndio tumeweka utaratibu huo. Leo tumeona mchezo huu wa kwanza kati ya Malindi na Nyakagwe, maana yake watarudiana tena tarehe 29. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo wao wa mwisho, na ndo hapo tutabaini nani anaenda hatua inayofuata na nani anabaki hatua na nani anajiondoa katika mashindano haya.